tutaingia, yani salatul witri ndio swala bora katika swala za usiku, na kwa kuwa ni bora ni kwa sababu ya ikhtilafu katika baadhi ya ulama wasema biwujubiha, kwamba ni wajibu salatul witri. Lakini tuelewe kwamba usiku kuna swala ya witri katika swala za sunna, alafu kuna na swala ya qiyamul layli. Swala ya qiyamul layli ni swala yote, hata ile witri inaweza kuwa qiyamul layli. Swala yote utakao kuswali baada salati al-isha yaitwa qiyamul layli. Alafu kuna swala yaitwa salatu tahajjud. At-tahajjud kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. At-tahajjud, swala ya tahajjud ni swala ambayo yaswaliwa baada ya kuswali swala ya Isha na kulala. Swala ya tahajjud ni mpaka uwe kwanza umeswali swala ya Isha, sharti ya kwanza. Sharti ya pili uwe umelala, kisha uinuke, ndio inaitwa tahajjud. Ama wewe utaswali bila ya kulala usiku, hata kama saa 9 ya usiku, lakini hujalala, hiyo haitwi tahajjud, yaitwa qiyamul layli. Na hii swala ya tahajjudi ina ubora kwa sababu wewe swala hii katika masala ya utukufu ina utukufu mkubwa sana, kwa sababu swala za kawaida, swala za faradhi, yunada min qibali nas, huambiwa hayya ala salah kupitia watu. Amma salatu tahajjudi almunadi rabbuna jalla wa ala, hal min talibi haja, hal min mustaghfirin, hal swala ya usiku anaokuita kuswali ni Mungu mwenyewe. Ikiwa itasihi muadhini ni Mungu, yani anayekuambia njoo swali, inuka uswali ni Mungu. Sasa wewe angalia mwenyewe utukufu wa hii swala. Na Mwenyezi Mungu hujigamba kwa malaika akasema, angalieni mja wangu ameacha usingizi kwa ajili ya kuzungumza na mimi. Subhanallah. Hii inaitwa qiyamul layl, hii inaitwa tahajjud. Ila ndugu zangu, kuna tofauti katika tunaofanya ibada kama hizi. Kuna mtu atainuka usiku na matatizo, عنده مشاكل، عنده مصائب، عنده بلايا، عنده رزايا، عنده كذا وكذا، أنا هيلي أنا ليلي أنا ليلي. Ni tofauti huyu na yule ameinuka mahabbatan lah. Mimi nimeinuka kwa ajili nampenda tu Mwenyezi Mungu, nataka nizungumze na yeye kipenzi changu. Jaribu katika masala ya ibada, ukileta dhikri, ukileta swala ya Mtume, usiwe na haja wewe mimi namswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mashaallah mambo yangu endelea vizuri. Usimswalie Mtume kwa ajili ya mambo yako endelea vizuri, mswalie Mtume kwa ajili wewe wamuonesha kwamba wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama mambo yatakuwa mabaya. Yani utakuta mtu hushika adhkari, hushika dua, hushika kisomo ikiwa mambo ni mabaya. Angalia hadithi al-Qudsi yasemaje? Man shaghalahu dhikri an mas'alati, yoyote ambaye kwamba itamshughulisha yeye kunitaja mimi kuliko kuniomba. Yani wewe wamtaja Mungu na mwingine wamuomba Mungu, nani bora katika hawa wawili? Mimi namtaja, si muombi, namtaja tu la ilaha illa Allah, astaghfirullah. Mimi naleta istighfari, naleta adhkari yoyote, lakini naleta ile dhikri kwa ajili ya dhikri, kwa ajili ya kutaja. Na mwingine yeye aleta dhikri na mwingine yeye aleta dhikri kwa ajili ya shida. Huyo anaeleta dhikri bila shida, yani haimaanishi wewe huna shida, lakini la, mimi sikuleta dhikri kwa ajili ya kutatuliwa hii shida. Mimi nimeleta dhikri kwa ajili nampenda huyu ninayempenda.
Wajua kuna watu wanawapenda watu kwa ajili ya maslahi, na kuna mtu unampenda la si maslahi. Hata kaenda chama chochote mimi niko na yeye, ni kwa ajili uko chama fulani, uko na baba, uko na mama. Mimi nampenda kwamba mimi nampenda, awe na mama, awe na shangazi, awe na baba, awe na mjomba, mtaki kujua. Lakini la li maslahi, kama hao wenyewe kina mababa na mama, maslahi matupu. Yakisimama maslahi ya kwao wako tayari, yakisimama maslahi ya kwetu ukwambia Kenya ya kila mtu, lakini ikisimama maslahi ya Migingo ni ya wao peke yao. Umeona? Migingo ni ya wao peke yao, lakini Mombasa Port ya Kenya nzima. La ilaha illa Allah. Umeona watu wa maslahi yao, kisha hao watu mtu kuwashika. Umeona namna watu wanapoteza shere sisi wa pwani. Ikifika mambo ya kuzungumzia Migingo yetu, ikizungumza Mombasa Port ni Migingo ni ya wao peke yao, Mombasa Port ya Wakenya wote. La ilaha illa Allah. Mungu kwani hakujua? Migingo akaipeleka kule na port bahari akaituletea sisi watu wa Mombasa. Kwa nini nyinyi mloletewa kisiwa cha Migingo nchenu, sisi tuloletewa kisiwa cha Mombasa kiwe si chetu? Lakini ni watu wa maslahi, na sisi tulofungua mato na maslahi tuko namna hiyo. Na nyinyi angalieni, leo huyu uko na chama hichi, leo uko na chama hichi, huyu chama kingia hichi na yataingia, kibadilisha na mimi nitabadilisha. Sasa wewe, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikataza akasema, la takun imma in ahsana an-nas ahsant. Usiwe kidila. Wewe kidila, maana hii mvua inaonyesha kuna taka nyingine huenda na maji. Maji yakaenda hivi, na taka zitakwenda hivi. Maji yakaenda hivi, na taka haitakiwi. Haitakiwi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia sahaba, qul amantu billah thumma istaqim. Al-istiqama khairun min alf karama. Istaqim, huwa na msimamo. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu natija tatanazzalu alayhimul malaika bishara alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kwa nini? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wana man kana Allahu waliya faman alayhi, mwenye kusimamia mambo yake na Mungu, nani anaweza kwenda kinyume naye? Sasa inuka usiku, usiinuke kama una matatizo, inuka kama una mapenzi. Usiwe mtu wa maslahi wewe. Hakuna kitu kibaya kama kuishi na mtu na maslahi. Maslahi yako yakisha, khalas, hutaki kumjua ule. La. Wewe inuka, yeye ajua sasa. Inuka kwamba mimi nakupenda. Bas, mimi nakupenda tu. Ule sahaba alipoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza, ya Rasulullah, mata saa? Mtume alimwambia, madha adatta laha? Unaona, alimwambia la, mimi sina maandalizi yote, lakini hubbullah wa rasuluhu. Bas mimi nampenda Mungu, nampenda na mtu. Bas khalas, mimi napenda Mungu, nainuka usiku kwa maana nampenda, namtaja Mungu kwa nampenda. Hujui kutaja Mungu kwa mapenzi mpaka kwa mashida? Wallahi kuna ladha. Kuna ladha. Lau ukionda hii ladha, hutopenda kuikosa katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikia halawa. Wajada halawatal iman. Unaona? Wajada halawatal iman. Na hii ni halawa, ukipata hakuna kitu kitakuwa ahla min hadhihi alhalawa. Utamu haufanani na utamu wa tende, sijui zabibu, watu keto kisifu tende na zabibu na asali. Wallahi utamu wa kumtaja Mwenyezi Mungu, utamu wa kumpenda Mungu na mtume haufanani. Na ndio Bilal alipoulizwa, wewe watu walikuwa wakikuadhibu husikii hiyo adhabu? Utuete na mto, ulikuwa husikii adhabu? Akasema la. Ile ladha ya kusema ahadun ahad imenisahusisha kama kuna adhabu kule kumtaja Mwenyezi Mungu. Unajua hakuna kitu kama saikolojia. Unakuta mtu yuangalia kipindi au yusikiliza taarifa habari, ukaja ukamwita. Vipi uko wapi? Pole bwana, niko mbali. Basi ile kuwa mbali na Mungu, wewe hata siku moja mbu wakamtafuna yeye, kunguni wakamla yeye, uko mbali.
Kwa nini kwa Mungu tu ndo hatui mbali? Ukawe uketizie umemtaja Mungu habari, huna watu pigana huku, watu piga kelele, watu hata kuna watu paka nyumba za waka moto kwa utamu wa kumtaja Mwenyezi Mungu asifahamu. Khalas. Nini? Taladhdhadh bi dhikrillah. Mwenyezi Mungu asemaje? Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'in. Hakuna kitu kinaleta itminan, ukatulia, ukasahau, ukaghafilika, ukapotea kama dhikrullah. Lakini iwe mwanzo na utaja ni moyo kabla ulimi. Mwanzo ni moyo. Uathirike moyo katika kutaja. Ukishafika katika martaba hayo, lisanan dhakira. Khalas, baada ya ulimi utataja, utake usitake. Sayyidina Uthman anasema nilikuwa hakuna kitu kinachonipa taabu kama kukataza ulimi usimtaje Mwenyezi Mungu. Hayya 'alal falah.